behind the broad-based government. Furaha ilitanda katika shule ya msingi ya Good Testimony iliyopo eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado, baada ya shirika la Standard kuzuru shule hiyo na kuzindua mpango wa elimu magazetini maarufu NIE. Wakizungumza kwenye uzinduzi huo, walimu wamesifia mpango huo kwa kusema utawafaa wanafunzi pakubwa. Mkuu wa kitengo hicho Chris Gisiri ametuandalia taarifa hiyo. Kuja moja kwa moja kutoka kaunti ya Kajiado ambapo tuko katika shule ya msingi ya Good Testimony iliyopo katika eneo la Kitengela, na tumekuja kuzindua mpango wa elimu magazetini, yani Newspaper Education NIE. Na hivi leo tumeuzindua mpango huu kwa shule hii ambao ni shule ya kufurahisha sana, shule ambayo imerembeka kweli. Na wanafunzi katika shule hii najua sasa wameanza kuelewa mpango huu wa elimu magazetini, umuhimu wa elimu hii na ni kwa nini gazeti hili litakuwa linakuja kwa shule hii. Kwa hivyo maana tumeuzindua mpango huu, tunataka tuzungumze na baadhi ya walimu, tusikie hisia zao baada ya gazeti hili kufika katika shule hii. Watakuwa litawasaidia kwa njia gani? Wacha tuanze na mwalimu wa Kiswahili. Mwalimu, jina lako unaitwa nani? Na labda gazeti limefika kwa shule yenu, wewe kama mwalimu unafikiria gazeti hili litakuwa na umuhimu gani kwa wanafunzi wako? Naam, mwanzo jina langu ni Mwalimu Vincent, idara ya Kiswahili. Gazeti la Standard ukiangalia katika sehemu ya masomo itawasaidia wanafunzi hao haswa katika matamshi, kwa sababu pale katika gazeti kuna sehemu ambako wanasoma kujibu maswali, na kule kuna wasaidia kuwa wakakamavu haswa katika masomo yao. Tunajua kuwa katika mtaala huu wa CBE ni mtaala ambao unawezesha wanafunzi moja kwa moja kujigundua na kujitambua katika maisha, ili katika safari yao ya masomo watakuwa na uwezo wa kujua mambo mengi haswa kwa kuelezwa kupitia gazeti hili la Standard. My name is Madam Cynthia. I'm a teacher of English, and I think like the Standard will help the students, more especially the education sector of the Standards, that are able to compete with other learners from other institutions, more especially the part of composition writing. They're going to gain more skills when they're going to write the compositions, and also they're going to have a lot of creativity. For me as a teacher, I'm able to know what's trending out there, what's happening not only in Kenya but also in worldwide, and I'm able to, as I'm teaching, I'm able to help the learners know how to solve the societal problems that might be out there. Yeah, for example, already in our magazine, we saw that Turkana, the shortage of water, and maybe some teachers and learners, so they're going to be able to know how are they going to plant trees, how are they going to utilize the resources in the environment to be able to solve these problems that occur in day-to-day life. Thank you so much. My name is Vincent Otin. I'm the head teacher here at Good Testimony School, Kitengela. First and foremost, we appreciate and thank the Standard newspaper for the partnership and availing the newspapers for our learners. This one is very key in the education, especially in the competency-based education today, because our learners are going to be exposed to the current issues that we have, the political aspect, the social aspect, and also looking at the health issues. Like, well, we are going through the newspaper with some of them. We've seen health aspects such as the issues of breast cancer. We've seen aspects of kidney transplant. So learners will be exposed to various ways in which they can be able to improve their health so that they are not affected by various diseases. I'll tell my teachers that newspapers are key in terms of being used as learning resources. Yes, because there are some aspects that we have, the things we have in our country that are found within the newspaper. Instead of listening from other people, they can be able to get the right information of things that are happening in the country. So I encourage the teachers to use the newspapers in learning, to enable the learners to have a better experience of what is in our country. Thank you so much. Haya, umewasikia walimu wenyewe tayari wameanza kulisoma gazeti letu la Standard. Na wamesema si yale tu masomo ya darasani pekee ambayo wanahitaji. Kuna mengi katika gazeti letu la Standard, masuala kuhusu afya, masuala kuhusu michezo. Ukizingatia kwamba mtaala ule wa CBE unazingatia masuala ambayo yanatendeka kila kunapokucha. Na ndio maana mimi nasema kwamba sisi kama Standard hatusemi bora elimu, tunasema
elimu bora. Na ndio maana tutahakikisha kwamba tutaenda kila eneo kuhakikisha kwamba mwanafunzi yoyote yule akiwa eneo lote lile la nchi anaweza akapata gazeti hili la The Standard. Kutoka hapa kaunti ya Kajiado narudi moja kwa moja kwako studioni nikisema tuendelee na kazi.